Tugeukie taarifa nyingine ambayo imegonga vichwa vya habari siku wa kuamkia leo, yani imezungumzwa sana, na hii ni kuhusiana na vikwazo kwa afisa wa jeshi la polisi Tanzania kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kwa mujibu wa ubalozi wa Marekani. Nitasoma taarifa yao kama ilivyo. Wanasema kwamba Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imemwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Tanzania Faustin Jackson Mafwele chini ya kifungu cha 703(1)(c) chini ya kifungu cha 731(c) kutokana na taarifa za kuaminika kwamba alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Mwaka mmoja uliopita, maafisa wa jeshi la polisi Tanzania waliwakamata, kuwatesa na kuwanyanyasa kingono raia wa Uganda Agatha Atuhaire na raia wa Kenya Boniface Mwangi waliokuwa Dar es Salaam kufuatilia kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Vikwazo hivi vinamzuia Mafwele kuingia Marekani. Vikwazo hivi vinavyotangazwa hadharani kwa vinawekwa kwa mujibu wa kifungu hicho 731(c) cha sheria iitwayo National Security Department of State and Related Program Appropriation Act ya mwaka 2026. Nitaka tuzungumzie kidogo hili tukianza na wakili hapa. Mwanasheria. Mwanasheria. Mwanasheria na wakili msomi tofauti. Tofauti ipo. Pia ni kubwa. Okay. Yeah. Mada ya siku nyingine hiyo. Nini kinasababisha mpaka nchi moja kuwekea vikwazo raia wa nchi nyingine kuingia nchini kwao? Sasa tunazo sheria nyingi za kimataifa ambazo zinaongoza uhusiano kati ya mataifa na mataifa, lakini pia diplomasia kati ya taifa moja na taifa jingine. Kwa mfano ukisoma sheria hii ya Vienna Convention on Diplomatic Relation ya mwaka 1961, kifungu article ya pili, ibara ya pili inaelezea kwamba mataifa yanaweza kuingia katika uhusiano wa kidiplomasia kwa makubaliano, mutual agreements. Lakini ukisoma kifungu ibara ya 9 inaainisha kitu kinaitwa personal non grata, kwamba kuna possibility pia ya mataifa haya kuamua kusema kwamba mtu huyu ama katika maofisa hawa hatumuhitaji, na sisi tumewahi kufanya hivyo, sio kitu kigeni. Lakini sasa tunayo pia sheria ya Umoja wa Mataifa kwa maana ya Charter of the United Nations, UN Charter ya mwaka 1945. Sasa hii ina provide vitu viwili. Kwanza ni principle ya sovereignty of a state, permanent sovereignty of the state, kwamba kila nchi ina uhuru wa kujiamulia mambo yake kadiri itakavyo. Hiyo imeainishwa katika ibara ya pili, ibara ndogo ya kwanza ya UN Charter ya mwaka 1945. Lakini ukisoma ibara pia ya pili, ibara ndogo ya 4 inazungumzia principle ya territorial integrity, kwamba hakuna state inaweza kutoa matamko ambayo yanaweza yakaashiria vitisho, vikwazo ama kutumia nguvu kwenda kudhibiti nchi nyingine. Kwa hiyo utagundua kwamba sheria yenyewe imeweka bayana check and balance. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kama kweli iko hivyo, kwa sababu unaweza ukashangaa nchi yetu ilivyo na dunia ilivyo sasa hivi, baadaye wakasema sio sisi. Au unaweza ukashangaa baadaye wakasema wameprove ni wao wenyewe. Kwa hiyo mimi nasema kama ni wao, kwa hiyo wao wanaweza kuwa wametekeleza wajibu wao wa kisheria. Lakini sasa mimi na maswali madogo ya msingi. Marekani yenyewe kwa wakati wa Donald Trump imeonekana ikifanya vitendo ambavyo ni kinyume na haki za binadamu. Mfano Marekani kesi ya Maduro inayoendelea imekumchukua Maduro katika namna hiyo iliyotokea ni kinyume na utaratibu wa haki za binadamu. Lakini pia tunazo deportation kesi nyingi ambazo zinaendelea nchini Marekani sasa hivi. Lakini pia mwezi Mei mwaka 2020 yule George Floyd aliwahi kuuawa katika kikatili kabisa. Kwa hiyo utagundua kwamba ni taifa ambalo linajaribu kunyoshea vidole taifa jingine pasina kuangalia pia hata wao ndio wakeukaji wakubwa wa haki za binadamu. Hayo maswali unamuuliza nani? Kwa hiyo mimi ninataka kuamini kwamba
muktadha huu unaweza kuwa umekaa kisiasa zaidi, kwa sababu hata malalamiko yanayosemwa hapa sioni kama kuna mahali yamethibitishwa kwa kina kwamba yako hivyo. Na ukisoma ibara ya 13 ya katiba hii inazungumzia presumption of innocence. Kwa hiyo mimi ninaamini kwamba ni lazima kuwe na kuthibitisha kwa kina ili matamko yaweze kutokea, kwa sababu yanaweza kuharibu uhusiano kati ya mataifa na mataifa. Lakini kumbe yakawa sio mambo ya kisheria, ni mambo ya kisiasa tu, pengine labda hawakuongozwa vyema kufikia hatua hiyo. Sawa, naomba ukome hapo. Narudi kwako Patenus, inapotokea vikwazo kama hivi, raia mmoja amewekewa kikwazo kuingia kwenye nchi nyingine, hatua kama hizi zinakuwa zinaathiri vipi mahusiano ya kidiplomasia baina ya mataifa mawili? Ndio, kuna mambo kama mawili yanaweza yakajitokeza au yakafanyika. Moja, wanachochea sauti za ndani dhidi ya mtu yule. Ni dhahiri ya kujafanyika uchunguzi, lakini kumekuwemo kelele za kimsingi humu ndani kuhusiana na mafere. Na alizianzisha mtu anaitwa ni Soka ni nani. Kuna mmoja hapa alipotezwa. Baadaye alipoonekana ndo akaanza kutamka mafere. Na katika kipindi hiki cha karibuni tumeona kitamko wa mafere kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kumbe kuna jambo ambalo linaendelea na mafere. Sasa kama Jamhuri ya Muungano haikuona kuna umuhimu wa kufanya chochote ili kumdhibitisha kwamba maana naye ni mtendaji wa umma, jeshi la polisi liko kwenye watumishi wa umma, walitakiwa wao wamedhibitisha pasina shaka vyombo vipo. Na chombo cha kwanza ni Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, kwamba watu wapeleke malalamiko yao dhidi ya mtumishi fulani, watapambana naye kwa mujibu wa sheria zetu. Lakini kuna chombo kingine, Bunge pamoja na kamati za Bunge. Kelele zinapokuwa kubwa za namna hii dhidi ya vitendo vya ukiukwaji wa haki, achana na wale wawili, lakini humu ndani zimekuwepo stori za namna hiyo. Nimekutana nazo na nazisikia. Mafere amekuwa mafere katika taifa hili, yani mafere amekuwa mafere. Kwa hiyo sasa bunge linaweza likaitisha, likatengeneza kamati, wakahoji na baadaye wakapata ukweli wa jambo hili. Sasa kama jamhuri haikuona hilo linatendeka, haikuona ni la msingi, taifa jingine likiona na likaweka, nadhani ni katika ile good faith. Kwa sababu hata sisi hapa kuna watu walizuiliwa wasiingie humu nchini kwa sababu wanaitwa wavurugu. Waliwahi kuzuiliwa hapa nchini. Sisi pia kuna watu tumewazuia kutoka Rwanda, kutoka Burundi, kutoka Kongo, kutoka Ethiopia, kutoka Mexico, kutoka Brazil. Hata Canada wasiingie. Kuna watu hawaruhusiwi kusema tu habiaji wetu watu publish. Lakini kuna watu hawaruhusiwi kukanyaga hapa nchini. Sasa kama ndo hivyo basi inaleta hiyo sura kwamba wanachochea sauti za ndani ziendelee kuwa kubwa. Lakini pili, katika upande wa diplomasia na mahusiano ya kimataifa, nchi hizi mbili zinaanza kutengana kiasi, kwa sababu ni mtumishi wa serikali aliyeguswa. Mkubwa mfalme atakiwe kuhisiwa kwa chochote. Nimeona pia wiki hii Patenus, maseneta wa Marekani wameomba kupitia upya mahusiano yake na Tanzania. Wakati mijadala kama hiyo ikiendelea na watu wetu wanakuwa wanazuiwa kuingia kwenye taifa hilo, inaleta tafsiri gani kwenye masuala mazima ya mahusiano? Inaleta tafsiri mchanganyiko, yenye hisia mchanganyiko. Moja, kwamba mahusiano yetu na hayo mataifa yanaanza kuwa na mtikisiko wa kutoaminiana, kwamba kuna baadhi ya watu wanaonekana wanatenda vitendo visivyokuwa vya kimaadili, vitendo visivyokuwa vya misingi ya utu wa mwanadamu, kwa sababu utu wa mwanadamu unakati ya cross kila mahali. Haujali kwamba mtoto mdogo aliyoko Palestina, sawa, ana thamani sawa na mtoto wa Nanjilinde. Kwa hiyo kumbe tunapozungumza swala la haki za binadamu ni swala ambalo halina mipaka. Kwa hiyo kumbe hilo ndilo la kwanza linaloangaliwa kubwa. Lakini jingine linaweza likaleta picha kwamba sisi wenyewe humu ndani tunayatafsirije mambo haya. Sasa ndo hoja ya mwanasheria hapa inaanza kuwa na maana. Sisi tunayatafsirije, na je, ni kweli hayo yanayosemwa dhidi ya watumishi wetu ni sahihi? Lugete, baadhi ya watu nimeona wakihoji mtandaoni kwamba jamani, hata asipoenda usikute hata hakuwa na mpango wa kwenda huko Marekani, atapoteza nini na vitu kama hivyo. Mtu
anapowekewa vikwazo kwenda kwenye taifa fulani anakuwa anapoteza vitu gani? Kwanza hawezi kwenda kwenye hilo taifa mpaka watakapofungua kile kifungu. 2018 aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Christian Makonda aliwekewa vikwazo kwenda Marekani. Lakini hivi karibuni vikwazo hivyo vimeondolewa. Huwa wana tabia ya kureview. Kwa sasa hivi ndugu yetu Mafwele hawezi kwenda Marekani. Kuna taratibu za kidiplomasia zinaweza zikafanyika ili aende Marekani. Moja ni serikali yetu labda kufanya uchunguzi na kuithibitishia labda serikali ya Marekani kwamba mtu huyu hana hatia na ushahidi wetu ni huu 1 2 3 4 5. Lakini pia inapata ugumu kama yale vikwazo visipotatuliwa. Mfano inaweza ikatokea labda mwaka 2080 Mafwele akawa rais, alafu vile vikwazo vikawa havijakwisha. Sasa anaendaje kwenye baraza la ulinzi na usalama la Umoja wa Mataifa? Sasa hivi wale viongozi wa Taliban, unajua kama tangu 2021 Afghanistan inaongozwa na Taliban. Hasa kwa wale maafisa wa Taliban 180 wote wamewekewa vikwazo. Kwa kwenye baraza la kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa this time Taliban hawana mwakilishi. Hawataenda. Kwa hiyo wale viongozi wote waliochukua nchi, wale wa Taliban wote, wale wakina Mohammed Akhundzada wote, hakuna naye kanyaga US na ndevu zao, wale hawaendi USA. Lakini pia kuna maafisa zaidi ya 170 wa Irani hawapaswi kukanyaga Marekani. Kwa hali kama hii, nitakupa tu mfano mdogo. Sijui kama ulikuwa unajua. Utumie dakika moja. Sijui kama ulikuwa unajua mwaka 73, mwaka 66 kiongozi mmoja wa Burundi wa kijeshi aitwa Micheri Michombero alipindua nchi ya Burundi. Ana asili ya Kitusi. Alipindua nchi ya Burundi mwaka 73, vijiji 17 vya Tanzania vilivamiwa na Burundi vikashambuliwa. Kwa sababu serikali ya Burundi ya Michel Michombero ilikuwa inaamini kwamba serikali ya Tanzania inawapa msaada wa kina Jean Baptiste Bagaza ambao ni Wahutu. Ilivovamia jioni yake ndo hali serikali ya Tanzania ikataka kuingia kwenda kuishambulia Burundi, Nyerere akasema tulieni. Baada ya hapo sasa serikali ya Tanzania ikapitisha vikwazo. Zaidi ya maafisa 350 wa Burundi waliambiwa hawaruhusiwi kukanyaga Tanzania. Wale wakina Michel Michombero. Baadaye ikabadilika mwaka 76, Michel Michombero akapinduliwa na Bagaza. Hali ilikuja kubadilika zaidi mwaka 2003 tulipowapatanisha, hali ilivyotoenda wakaruhusiwa kuingia. Kwa hiyo kila nchi imekuwa na utaratibu wa kuzuia baadhi ya watu ambao inadhani imejiridhisha yenyewe kwamba wana matatizo fulani ambao hawawezi kwenda kwenye nchi hiyo kwa sababu hayawakubaliani na matendo fulani yaliyofanyika. Muda unanitupa mkono, ningependa kusikia hili la mwisho kutoka kwa Patenus. Kama mnavyosema kila nchi ina uhuru wa kujiamulia mambo yake. Lakini hoja ya mwanasheria hapa ilikuwa kwamba mbona hata Marekani wenyewe kuna vitendo wamefanya hivi karibuni kama kuunga mkono vita Mashariki ya Kati, kumchukua yule waziri raisi wakampeleka huko na hata ameuawa, lakini bado wanawanyoshia vidole mataifa mengine kwa matendo kama hayo ama yanayofanana na hayo. Hii inafanya vipi kazi kidiplomasia? Niseme haina swala la diplomasia hilo, ila useme kwamba hatuwezi tukahalalisha kitu kibaya kwa kufanya ubaya. Marekani wanafanya hayo, ni kweli, na tumeona wakiyafanya. Lakini kama kweli kuna jambo linatendwa na watu wetu lisilokuwa la haki, sisi tumalizane nao. Tusianze kusema mbona huyu anampiga mke wake kila siku na mimi basi ni mchape wangu. Hatuwezi tukaendesha mahusiano ya kibinadamu namna hiyo. Kwa hiyo ni kweli Marekani hicho wanafanya, kwangu mimi hiyo sio hoja kubwa kwao. Kwamba wao wameamua kujitoa ufahamu, sawa, lakini sisi tulinde taifa letu na tulinde watu wetu kwa katiba tulionayo, kwa sheria tulizonazo, na yoyote ambaye anakiuka misingi hiyo afikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Kama taifa tunatakiwa kuchukua hatua gani kwa swala kama hili lililotokea kwa Mafwele? Amesema vizuri ndugu yetu hapa. Mambo yanayohusiana na maadili tunatakiwa kuchukua hatua. Tuchunguze, tupate ukweli wa mambo, na kama kweli anadhibitika ahukumiwe kwa mujibu wa sheria, awajibishwe kwa mujibu wa sheria. Na kama adhibitiki tuseme kwamba hapana, kilichokuwa kinasemwa dhidi ya mtu huyu sio kweli, sio sahihi. Vyombo vipo vya kutosha. Kwanza tunaanza na jeshi la polisi ndani, wana taratibu, wana kamati mbalimbali. Minongono ya hivi inaposikika, wana jambo wanalotakiwa kufanya. Ofisi ya DCI ifanye kazi. Ifanye kazi. Sawa sawa jamani, asanteni sana. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.